Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna furaha kubwa leo ya wewe kwa nafasi yako uliokuwa ndani ya baraza umekuja hapa kujumuika na sisi, lakini pia unazindua magari mawili kwa ajili ya UMATA. Magari haya ni hii Coaster ambayo inapakia abiria kwa ajili ya maimamu na walimu wa madrasa kwa juhudi mbalimbali za dini, lakini pia ambulance ambayo inapakia wagonjwa na ikibidi jeneza vile vile kwa ajili ya kupeleka katika nyumba ya kudumu. Kwa hiyo binafsi tunakushukuru sana kwa kuzindua magari haya, na tunajua kwa ule uzinduzi wako Allah atatia baraka na hizi gari zitadumu muda mrefu bila spare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ama hakika kila mmoja lazima awe amefurahi katika nafsi yake kwa leo kuhudhuria katika maandalizi ya UMATA Day, lakini pia na zile harakati na nishatat na shughuli mbalimbali zilizowekwa kupitia maadhimisho haya ya UMATA Day. Kama ulivyotangulia kusema Mheshimiwa Sheikh wetu Sheikh Arif kwamba kuna magari ya aina mbalimbali ikiwemo daladala hizo na gari la wagonjwa, gari la kuweza kuwachukua watu wa dharura, lakini pia kuna na mambo mengine ambayo tutakwenda kuzindua. Kila mmoja lazima ashukuru na afurahi, lakini kitu kikubwa zaidi ni haya yanayofanyika ambayo ndio katika jamii yetu yamekuwa hayapo au kwa upungufu mkubwa zaidi. Nini? Huduma kwa jamii. Misikiti yetu inakosa huduma kwa jamii. Misikiti imekuwa kazi yake kuhudumia sala, lakini viongozi wa misikiti hawafikirii kuweka huduma kwa jamii, ikiwemo kama haya kuwa na magari. Msikiti uwe na magari ya kuhudumia waumini wake, msikiti uwe na madrasa yake, msikiti uwe na zahanati yake, msikiti uwe na famasi yake, kwa sababu wanaohudumiwa msikitini ni viumbe, ni binadamu. Hayo yote wanayahitaji katika maisha yao, lakini pia hata msikiti kuwa na shule yake ni vitu ambavyo ni muhimu sana katika maisha. Kwa hiyo tuwashukuru watu wa UMATA kwa kuanza hiki mlichokianza, na inshallah Mwenyezi Mungu atabariki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuliohudhuria hapa, kila mmoja awe mjumbe, na katika msikiti wako jaribu kuimarisha amani, lakini pia kuelimisha waumini wako kuhusu amani. Waumini wako wale watu wazima na waumini wako vijana. Sasa hivi leo tunatoka katika sherehe katika mpango wa vijana uchumi, vijana uchumi challenge. Tumetoka huko ambako Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwepo na viongozi wengine kwa ajili ya kuwashindanisha vijana katika masala ya nini, ya uchumi. Sasa misikiti nayo pia inatakiwa izungumzie, ihamasishe, ielimishe kuhusu ubora, fadhila za amani katika nchi. Misikiti yote ikifanya kazi hiyo, nani ataandamana? Itakuwa shida kubwa sana.
Kwa hiyo tusiache wajibu huo, tukitoka hapa tukahimize amani, tukahimize watu kujishughulisha, kwa sababu mengine yanatokana na watu hawana shughuli. Sasa tukasimamie hayo. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ukhti Aisha Muhammad Suleiman, ikiwa ni mratibu wa UMATA, Umoja wa Walimu wa Madrasa Tanzania. Tuna furaha leo, siku hii ya leo, kuadhimisha siku ya UMATA Day, tukiwa tuna mafanikio mengi ambayo tumeyafanya ndani ya kipindi cha mwaka mmoja toka UMATA ilipoanzishwa. Na moja ya mafanikio hayo ni kuunganisha walimu wa madrasa Tanzania, lakini pia kuwapa miradi mbalimbali ya kuweza kuwa manage katika maisha yao ya siku zote, wakiwemo biashara, mitaji ya maduka na mengineo mengi. Lakini pia tunayo furaha kubwa mno kukutana na Waislamu wenzetu na kuweza kujadili mustakabali mzima wa UMATA kwa siku zijazo, na hatimaye kufikia maadhimio makubwa ambayo katika utekelezaji wa mwaka 2026-2027 yatafanyiwa kazi kwa mustakabali wa. Naam, kwa majina naitwa Baliz K. Abdallah, ni katibu wa UMATA mkoa wa Kigamboni. Leo tuko katika viwanja vya Suria Village ambavyo leo tunasherehekea UMATA Day. Kwa wastani leo ni furaha kubwa, na kwa upande wangu mimi nimefurahishwa na mambo haya nikiwa kama katibu wa maimamu wilaya ya Kigamboni. Leo wakati tunaadhimisha, lakini pia tunasherehekea kupata magari ambayo ni ya UMATA. Ipo ambulance kama mnavyoiona na ipo Costa. Hii yote ni kwa ajili ya UMATA. Kwa kweli UMATA kwa sasa hivi inang'ara. Mwenyezi Mungu aijalie sana. Na sisi kwa Kigamboni tumefurahika na tumekuja kwa wingi, nikiwawakilisha. Mimi kama katibu wenu nimefurahishwa na jambo hili. Kwa kweli sasa hivi tuko na mgeni rasmi Sheikh Ali Ngeruko ambaye ni naibu chief kadhi BAKWATA Taifa. Kwa haya yote ni kufurahika katika kupata mambo mazuri maimamu. Mimi nitoe wito kwa maimamu wote ambao hamjaingia katika umoja huu, na waomba muingie katika umoja huu. Umoja huu una mafanikio mengi ambayo yamezungumzwa na ambayo yanaendelea kupatikana. Kwa kweli watu wote maimamu sasa wanafaidika. Wake zao ambao sasa ni waja wazito, ambulance itakuwa inafanya kazi kwa ajili ya kuwaishwa hospitalini wagonjwa wetu. Kama maimamu sasa hivi gari la kupeleka wagonjwa limeshapatikana. Maimamu, shime alaikum, tuingie katika umoja huu. Furaha iliyoje kupata vyombo kama hivi na kupata mafanikio makubwa. Leo tunaona katika sehemu ya garden kuna mafriji, kuna mafriza, kuna pampu za maji kwa wakulima. Hii yote ni neema kubwa ambayo imetupata sisi maimamu. Mimi nasema kwa haya machache yanitoshe katika kuzungumzia furaha zetu na nyingi katika mafanikio haya, ndio haya mnayoyaona. Wabillahi tawfik. Ni mimi Khamis Bakari Mohamed ambao ni amiri wa jimbo la Kivule katika UMATA. Leo kwa kweli tunayo furaha kubwa katika ukumbi wa Suria Village. Furaha yangu ya kwanza mimi binafsi, kama unavyoona nyuma yangu hapa, yapo magari mawili, kuna Costa alafu kuna ambulance. Nini maana ya hizi gari? Hizi zimetolewa hidaya kwa ajili ya wana UMATA Tanzania. Popote pale ulipo, mgonjwa akiwa anasumbua, anatakiwa pelekwe hospitali, wewe mwana UMATA unatakiwa upige simu katika viongozi wako ambao uliokuwa nao ili waweze kufikia. UMATA ni umoja wa maimamu na walimu wa madrasa na maustadhati Tanzania, ndio neno UMATA.
Lengo ni nini? Ni kuweza kuwasaidia maimamu pamoja na walimu wa madrasa. Nini misaada wanaopata? Mojawapo ni kama nilivyotangulia kusema awali, mgonjwa popote ulipo, asiliana na viongozi wa UMATA Tanzania, watakuletea ambulance au gari kupeleka hospitali. Lakini kama unavyoona pia kuna vitu mbalimbali ambao wanawezeshwa maimamu pamoja na walimu wa madrasa, ikiwemo charahani, ikiwemo freezer, lakini zikiwemo na bidhaa za biashara, wajasiriamali wadogo wadogo. Lakini si hilo tu, pamoja na mashine za kumwagilia. Leo katika sikukuu ya UMATA Day ndio vitu ambavyo vimegaiwa kutoka kwa wafadhili mbalimbali. Lakini kikubwa zaidi, wito wangu kwa maimamu au kwa Watanzania wote, tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu iwe na amani. Tuombe Mwenyezi Mungu ajalie viongozi wetu wawe na amani katika kutuongoza katika nchi, lakini vile vile pamoja na wale Waislamu wote, wakina baba pamoja na wakina mama ambao hawajajiunga na UMATA. Kwa kweli ni furaha kubwa, mimi napenda muweze kujiunga na UMATA ili watu waweze kuwezeshwa. Mwenyezi Mungu kwa kuomba ibariki Tanzania, ibariki Afrika, mbariki rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbariki kiongozi wetu mkubwa kabisa Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali wa Bwana Mufti wa Tanzania, pamoja na amiri wetu, jemedari wetu, mwenyekiti wa UMATA Tanzania Arifu Suria. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi taala. Ni siku ya UMATA Day, siku ambayo viongozi wa UMATA na maimamu wote wamekabidhiwa gari hizi, ikiwemo ambulance hii na kosta hii kwa ajili ya shughuli za UMATA. Na kutoka Pwani Kusini tumewakilisha vizuri, nikiwemo na katibu wangu Bwana Makuka yupo hapa, lakini ametoka kidogo. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia miongoni mwa watu ambao walionufaika kutoka Pwani Kusini ni katibu wetu, pia amepata miongoni mwa vitu ambavyo vilivyotolewa, mafriza na vitu vingine. Inshallah taala, shime Waislamu, tunaomba sana tusimamie na watu mjiunge na umoja wa maimamu Tanzania UMATA. Kutoka Pwani Kusini ni afisa habari wa UMATA Pwani Kusini Yunus Musa Chitu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana watu wa Pwani kujiunga na UMATA na kufanyia kazi vipaumbele na yale ambayo tuliopewa katika UMATA. Asikubabaishe mtu, UMATA ni moja, iko imara, imesimama vizuri na tunafanya kazi vizuri chini ya mwenyekiti wetu Sheikh Arif Suria. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi. Tumepata mafriza, alhamdulillah, Allah amuhifadhi. Tumepata vyerehani, wenye maduka wamepata bidhaa za maduka, umepatikana ambulance, umepatikana na gari ambalo halihitaji kutumia mtu binafsi. Umoja wa maimamu na walimu wa madrasa wote wanatumia huu usafiri bila kuwa na ubaguzi wowote. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufanikisha hafla yetu hii bila ubaguzi, bila uchoyo na bila ubinafsi. Tuna furaha kubwa isiyokuwa na kifani leo kufanikisha jambo letu hili na kupata fursa hizi ambazo tulikuwa tunazihitaji.